Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Naam, Al-Azhar TV Tanzania inaendelea na shughuli mbalimbali za kurusha matukio kadhaa wa kadhaa yanayohusu haji ya huu mwaka 2025, na aliyekuwa mbele yenu ni shekhe wa kiibada wa taasisi kongwe na kubwa, taasisi yenye dhima, taasisi ambayo ina maana ya halisi ya kumtambulisha Mtanzania katika kutekeleza ibada hii adhim ya haji. Ni taasisi gani hiyo? Ni waibie tu, ni Ahlud Da'wa. Mwenyezi Mungu aihifadhi taasisi hii. Kwa nini kongwe? Siri ya taasisi hii, labda nieleze tu kwamba ndiyo taasisi ambayo ni ya mwanzo kufika hapa Saudia na ya mwisho kutoka. Kwa nini hivi? Na imekuwa kwa miaka mingapi ikifanya harakati hizi? Aliyekuwa mbele yenu Al-Hajj Sheikh Salim Saidi anacho cha kutueleza kuhusu habari hizo. Assalamu alaykum Sheikh Salim. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Hajjun mabrur Sheikh Salim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tunakupongeza sana kwa kutekeleza ibada, lakini kuwa na mwendelezo mwema wa kutumikia mahujaji katika kutekeleza ibada yao, hususan unakuja na taasisi yetu kongwe ya Ahlud Da'wa. Nini siri ya jambo hilo? Alhamdulillahi alladhi wakafa wassalatu wassalamu ala habibika al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi الشرفاء وبعد. والله قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ونحن خرجنا من فج عميق وقصدنا بيت الله العتيق. tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wito kwanza umetufika wa ibada ya hija. Na sisi pia tumetoka mimfajin amiq, katika maeneo ya mbali. Qasadna baitillahi al-atiq, tumekusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu. Kwa hiyo kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ule wito umetufikia. Ana Nabii Allah Ibrahim alivyoulizwa, alivyoambiwa kwamba awatangazie watu ibada ya hija, faqala, akasema kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi kaifa ablaghuhum sauti, sauti yangu itawafikaje? Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, alayka al-idha wa alayna al-balagh, sisi kazi yetu kufikisha, wewe tangaza tu, sisi ndo tutafikisha. Wallahi al-habib al-ghali, katika suala ambalo kwa umetuuliza, majmua Ahlud Da'wa ni katika miongoni mwa taasisi kongwe kama ulivyozitolea maelezo. Ni taasisi ambazo zinachukua mahujaji kutoka nchini Tanzania kuwaleta katika miji ya Saudia. Hakikatan chini ya usimamizi wetu Maalim Saif Hamud, Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi, na kubwa katika miongoni mwa mambo matatu anayoyasimamia, ambayo na sisi pia tunaendeleza kuyasimamia. Jambo la kwanza, anasimamia watu kutekeleza ibada ya hija kwa usahihi. Hili ndo analolitaka, ambayo usahihi wenyewe kwa kufuata sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallam ametoka Madina, amepita Dhul Hulaifa, kwa sasa tunaita Abyar Ali, ameingia katika mji wa Maka katika ibada yake ya hija. Kwa hiyo suala hili kiongozi wetu na sisi katika miongoni mwa mambo tunayasimamia, tupate kituo cha Abyar Ali kuweza kuendelea na kuitizama ile sunna ya Mtume sallam. Lakini pia la pili ambalo tulikuwa tunalisimamia ni kuweza kukamilisha haya matendo kwa utaratibu, sio kwa kuondosha njia. Kwa hiyo alhamdulillah, na kama tunavyomuona Maalim Seif mbele yetu anapita insha Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala azidi kumuhifadhi na amlinde min hasadil hasidin wa kaidil kaidin. La tatu katika miongoni mwa mambo ambayo tuliokuwa tunayasimamia kupitia kiongozi wetu Maalim Seif ni suala la kuwafikisha Watanzania mapema katika viwanja vya Makka Saudia, lakini pia vile vile wakimaliza ibada yao waweze kutulia na kuswali Madina swala 40, lakini pia na Makka waweze kufanya ibada kwa utulivu baada al-hajj. Na hili ni suala ambalo yeye mwenyewe analipenda, na kwa sababu anataka zile ziadati za ziarat Taif na kwingineko, na watu kupata ule ujira wa sala pale Makka na Madina. Kama tunavyofahamu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiswali swala ya Makka, as-salatu fi masjidi hadha, tumekasema kuswali katika msikiti huu Madina, basi utapata ujira wa swala 1000. Lakini pia akasema wa Masjidil Haram 100,000, yani bimaana ni ujira wa 100,000. Kwa hiyo haya yalikuwa yanampa shauku kiongozi wetu, na sisi
anatuambia naomba muyasimamie hayo. Kwa hiyo insha Allah hili ni suala ambalo tulikuwa tumelisimamia na Allah tuwafikishe sisi pamoja na yeye. Amin. Alhaji Sheikh Salim, unamudu vipi katika ujana wako huu na nuru iliyojaa katika uso wako ni mtihani katika jamii za kikawaida, unamudu vipi kusimamia ibada kubwa kama hii ambayo ni ibada ya mara moja katika umri wa maisha ya mwanadamu, tena Muislamu, lakini wewe umepata dhamana ya kutekelezea ibada hiyo na hatimaye mtu kubadilisha kuwa na ndoto za kufanya haji na kuwa alhaji. Hili kwako unalibebaje na unalizungumziaje? Naam, Alhabib, shukran. Kwa ukweli ibada ya hija katika kumudu kulisimamia hili, yoyote haya ni Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba taufiki yake. Ya Rabbi. Asiyokuwa Allah la yuqaddim wala yuakhir. Subhanallah. Hatangulizi kitu wala hacheleweshi kitu. Salam. Kwa hiyo ili mambo yaende lazima tupate taufiki ya Allah. Salmi rabbina tawfiqi fiha. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupe taufiki katika kusimamia na kumudu hayo. Lakini kubwa ambalo tulikuwa tunalitazama katika kuitekeleza ibada ya hija na kuweza kuambia mahujaji wetu katika ibada ya hija vipi inakuwa sahihi baada ya hija, usahihi wake ndio unaonekana. Na huwa tunawaomba wafanye kitu kimoja kikubwa ili kuweza kulinda hii ibada ya hija. Na nadhania ndo majumua yetu ya Ahlud Da'wa pamoja na wengi kutoka Tanzania wanapenda na kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kuilinda hii ibada ya hija. Isti'adhatu wal isti'ana. Na alhamdulillah dua tunawasomesha toka tukiwa tuko Tanzania. Ili ibada yako ikakubaliwe na idumu, basi lazima ufuate sunna ya Mtume sallam, umuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume ziko dua nyingi zimefundishwa sahihi kabisa, ambazo Mtume sallam anasema katika miongoni mwa dua, Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Dua hii itakuthibitisha wewe mwenye kufanya ibada ya hija kupa istiqama. Lakini pia sio hilo tu, mahujaji tunawahifadhisha dua mashhur ili waweze kudumu katika ibada yao. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfur wa sa'yun mashkurun wa kullu aam wa antum bi khair. Hashim, Al Azhar TV, Jeddah, Saudi Arabia.